Kuna watu kwenye ndoa lakini bado wanafanya uzinzi nje ya ndoa. Alafu anataka ndani ya ndoa, kiumbe ndani ya ndoa apate mtoto. Uzinzi. Anasema asifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali ashukamaye na kusiacha atapata rehema. Haleluya. So tamani sana kuzikiri dhambi zako mbele za Mungu. Unajua kabisa unafanya Mungu. Hii kitu mpenda kwa inaweza kufanya kuungana na Mungu uso kwa uso tena. Na ndio maana nakubilia. Hili sema kwamba kanisa mengi hawapendi kuhubiri kwa habari ya dhambi. Wanaogopa washirika watakimbia makanisani. Mimi naumia. Kwa sababu najua hatari ya dhambi. Najua hatari ya dhambi. Dhambi inawafanya watu wengi kuwa mateka. Dhambi inawafanya watu wengi kuwa kwenye shida mbalimbali. Vijana wengi hawaoni mafanikio. Sio kwa sababu hawana nguvu za utafutaji. Sio kwamba hawana elimu za kupata hizo kazi. Lakini dhambi imewanyima haki ya kupata na kujitetea kwenye maisha yao. Huduma nyingi za watu zimekufa ni kwa sababu dhambi imepata nafasi kwenye maisha ya watu wengi sana. Wapo watu wameanzisha huduma na wana huduma ya kweli ndani ya mioyo yao, lakini dhambi ilipopata nafasi ndani yao iliua kila kitu, ikachukua upako, ikachukua anointing iliyokuwa ipo, ikaondoka nayo. Yaani kitendo cha sekunde mbili tu kinaweza kufanya kufarakana na Mungu. Mtu mmoja anasema, ni nini kitakachonitenga na upendo wa Mungu? Akawa anajiuliza yeye na nafsi yake, ni nini kitakachonitenga mbali na upendo wa Mungu? Akasema ni chakula. Akasema hapana, ni fedha.